Na ndugu mtazamaji wa Gavoo Media, na hii ni half marathon inayohusisha masuala mazima ya Run for Autism kama ilivyoandikwa hapa. Ni mbio ambazo zimetengenezwa ama zimeandaliwa kwa ajili ya kuchangia watoto wenye uhitaji au wenye usonji. Na ni muhimu sana kurejesha fadhila kwa jamii kwa watu ambao wana uhitaji, kama watoto nao wana ndoto zingine kama watu wa kawaida jinsi walivyokuwa na ndoto kama watu wengine. Na kama unavyojua, changamoto za watoto zimekuwa ni nyingi sana, kukosa fursa za kujiendeleza kwa sababu ya hali yao waliokuwa nayo. Ni watu kama watu wengine, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba chochote tunachokipata basi tukirejeshe katika jamii, kwa sababu jamii pia ina uhitaji mkubwa. Kama unavyoona hapa kuna kauli mbiu ambayo imeandikwa asante Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kwa mchango wako kwa jamii ya watu wenye usonji. Na wewe Mtanzania unaweza kuchangia hili swala, kwa sababu kama unavyojua watoto wenye usonji ni watoto kama watoto wengine na wana ndoto kama watu wengine. Tupo hapa Gavoo Media hatua kwa hatua kuhakikisha tunapata interview na watu mbalimbali ambao wameshiriki katika hizi marathon kuweza kuchangia swala hili la watoto wenye usonji. Langu jina ni Yusuf Ibn Daudi Ibn Lucas, ambaye nitakuwa nakuletea mahojiano katika hii marathon siku ya Jumamosi. Na ndugu mtazamaji, kama unavyoona ni Run for Autism Tanzanian half marathon. Hapa watu mbalimbali unavyoona wanakimbia, wanafanya mazoezi na ni muhimu pia, si jambo tu pekee ambalo limewaleta hapa kwa ajili ya kukimbia, kwa ajili ya kuonesha kutoa msaada kwa watoto wenye uhitaji, wenye usonji, bali pia nao wanafanya mazoezi kuweka mwili sawa sawa. Kama unavyojua, usipofanya mazoezi mwili unapata na mambo mengi sana, mafuta kujaa mwilini, mwisho wa siku unapata pressure. Lakini kama unavyoona wazee kwa vijana wapo njiani wakikimbia, wengine wakitembea, mradi mtu utoe jasho uweze kuwa sawa sawa na mwili uweze kuwa fiti. Mazoezi ni muhimu sana, ndio tunahamasishwa na watu wa afya kufanya mazoezi, kwa sababu tunafanya mwili yetu kuwa sawa sawa na kuondoa maradhi pia. Kama unavyoona hapa watu wengi, watoto kwa wakubwa, vijana kwa wazee, wakiwa wanafanya mazoezi ya kukimbia na wakiwa wamejiunga katika hii marathon. Kama unavyoona wadau mbalimbali hapa wanazidi kukimbia. Safi sana ndugu yangu, wanakiwa wanaonyesha mikono, watu tofauti tofauti kutoka mataifa tofauti tofauti hapa wakiwa katika hii running. Naitwa Jacqueline Mgema. Jacqueline Mgema, umechangamka sana. Umekimbia kabisa? Yes. Kilomita ngapi? Yes, 10. 10. Yes. Naitwa Esther Jonathan. Esther Jonathan, umekimbia kilomita 10. Bwana fresh na kwaje bro? Kwa majina unaitwa nani? Majina naitwa Abubakar Mgaya. Abubakar Mgaya, unashughulisha nani ndugu? Mimi ni mfanyabiashara wa nguo hizi za kike pamoja na za kiume. Sisi pamoja na watoto wenye usonji, pamoja hatua kwa hatua. Asante sana. Thank you so much. Kwa na serikali nataka tukupe moyo mwenyekiti wa bodi na foundation nzima kuendelea kufanya jambo hili, na kwamba sisi serikali tutaendelea kuwaunga mkono ili kufikia malengo makubwa yale ambayo mlijiwekea. Ndugu washiriki, leo sio siku ya hotuba, ni siku ya kushukuru kwa kazi nzuri ambayo inafanyika, lakini pili siku ambayo tunakwenda kukumbuka kazi nzuri ambayo inafanywa na wenzetu hawa ambao wanaanzisha movement kama hizi. Dakika 32 sekunde 41, ambaye si mwingine ni Banu Elia Brighton. Banu Elia Brighton tafadhali naomba jiongee taratibu. Na mshindi wa kwanza wa Run for Autism 2025 kilomita 21 upande wa jinsia ya kike kutoka Arusha, ametumia lisali 1 dakika 22 na sekunde 8, ambaye si mwingine ni Sara Hiti. Tafadhali naomba tumpige makofi mengi tafadhali. Na ndugu mtazamaji wa Gavoo Media, na kama jinsi ilivyo ada, watu wanasemaga hakuna marefu yasiokuwa na ncha, na sisi tumefikia mwisho wa hizi mbio. Kama unavyoniona, na mimi nilikuwa nashiriki kwenye mbio, nimekimbia kilomita zangu 22, wao walikimbia 21, mimi nimekimbia 22 na nipo fiti kamili gado. Na sisi tulisema pamoja hatua kwa hatua. Kama jinsi unavyoona, sherehe zimeelekea tamati na mgeni rasmi Mheshimiwa Ridhiwani alikuwepo hapa na ametamatisha kwa mengi aliyosema kwamba wana jitihada nyingi za kuzifanya na kuelekea ndani zaidi vijijini kuweza kuhakikisha kwamba wanafikia
kufikisha hii sera ya kuwatibu au kuwafikia wale watoto ambao wenye usonji, ambao hawajapata bahati ya kuwa kama mimi na wewe, lakini kwa namna moja ama nyingine tunaweza kusema nao wamebarikiwa na wana akili endapo wakijaliwa. Hatuna lingine zaidi ya kusema kwamba tunakutakia kheri, na wakati mwingine na wasaa kama huu usisahau kusubscribe na kulike katika channel yetu ya Gavoo Media. Hadi wakati mwingine, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.